Sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii nimekuja kwa ndugu yangu huyu hapo anasafisha mabanda. Nikavutiwa sana na mtindo wa mabanda jinsi ambavyo ameyaweka. Sasa nikataka nikuelekeze wewe mfugaji ambaye unatazama hii video, banda bora ambalo litakupunguzia kadhia ya magonjwa kwa zaidi ya 80%. Ukijenga banda, kumbuka sana vitu vya muhimu ambavyo ninakwenda kukuelekeza kwenye hii video, vitakusaidia sana. Unaweza ukawa unakutana na magonjwa. Sisi pia wakati tunakutana na wafugaji ambao magonjwa ni kama vile yamewaelemea. Nawapa dawa, kuku wako unawatibia dawa sahihi kabisa, lakini kuku hawaponi. Anashindwa kabisa kuelewa shida ni nini. Shida kubwa mara nyingi waga inaanzia kwenye banda. Tukianza na sehemu ya kwanza kabisa ambayo ni muhimu sana unapokuwa unajenga banda kuzingatia, ni mzunguko wa hewa. Kwa mfano, tukiangalia hili banda hapa, mabanda ya karibia yote unaweza ukaona jinsi ambavyo yana nafasi kubwa, jinsi ambavyo yana madirisha yana nafasi kubwa tokea juu mpaka chini. Hii inamaanisha kwamba kuna mzunguko mzuri sana wa hewa kwenye hili banda. Hilo ni jambo la kwanza kabisa ambalo ni muhimu, litakupunguzia magonjwa. Endapo umeziba sana banda lako, kwa mfano watu tunakutana na wafugaji, unakuta ameacha nafasi upande mmoja kiasi kwamba hewa inaingia lakini inashindwa kutoka, na kama kuna upepo unakuwa unatoka kule au hewa inatokea upande wa ule ambao ameuziba, inakuwa ni ngumu sana kuweza kuingia bandani. Umeona? Kwa hiyo muhimu sana kuweka madirisha makubwa ambayo yatakusaidia. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, pia inatakiwa uweke sakafu chini, rafu. Usije ukaacha banda ambalo lina vumbi chini. Mfano saizi, umeona ndugu yangu yupo anasafisha hili banda lake. Ni rahisi sana kwake yeye kusafisha kwa sababu chini ameweka rafu. Na usiweke mfumo ule wa tunaita nil, ile ambayo unakuwa unasakafia kabisa chini kama nyumba. Kwenye mabanda waga tunaweka rafu, kwa sababu rafu pia waga inafyoza maji kiasi kwamba hata kama maji yamemwagika chini, basi inakuwa ni rahisi sana kwako wewe kuweza kusafisha hilo banda. Umeona? Hilo ni eneo pia muhimu sana kwenye banda ambalo unapaswa pia kuzingatia. Eneo jingine ambalo ni muhimu kwenye banda kulizingatia ni eneo la kulala kuku. Mfano unaona hapa kwa ndugu yangu, hichi kitu ndio kimenivutia sana pia. Ameweka hili eneo kiasi kwamba kuku wanakuwa wanalala humu kwenye hizi ngazi ambazo amezipiga hapa. Kuku wanapenda sana kulala sehemu ambayo wanakuwa wamejishikiza na miguu, kama maeneo haya hapa. Hapo itasababisha kwanza kuku waondokane na stress, lakini pia itawafanya kuku kutane na kinyesi chao moja kwa moja. Umeona, unaweza kutengeneza kama hivi ambavyo ilivyo. Eneo jingine ambalo ni muhimu sana unapokuwa unatengeneza banda lako ni kuzuia mvua isiingie bandani. Mfano unaona hili banda, ukiliangalia vizuri, hili banda linaishia hapa, lakini hii bati imeongezeka urefu, imetoka hapa mpaka hapa, kiasi kwamba hata kama kutakuja na mvua ya kulala, ile mvua ambayo inakuwa inalala haiingii bandani. Maana kama mvua itaingia bandani, kitakachokuja kutokea ni kwamba kuku wanapata homa kama vile za coccidiosis na miharo mbalimbali wanakuwa wanaipata kutokana na kwamba mvua inaingia bandani. Lakini kabla sijaendelea zaidi, nikukumbushe tu wewe familia wa KingoFarm ambaye unatazama hii video, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp ambalo utapata mafunzo ya kuhusiana na ufugaji kwa muda wa miezi miwili. Ada yake ni shilingi 8,000. Mle tunaelekeza jinsi ya kuwalea kuku tokea wakiwa wadogo mpaka wanapokuwa wakubwa. Lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa miongozo mbalimbali ya ufugaji wa kuku, kama ujenzi wa mabanda kama hivi ambavyo umeona. Lakini pia
mle tunaelekeza kuchanganya chakula. Kiufupi ni vitabu ambavyo vitakusaidia kupunguza gharama. Kitabu chetu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy. Tunavyo vitabu kama 5 hivi ambavyo vitakusaidia sana. Tukienda eneo jingine, ukiachana na kuzuia mvua isiingie bandani, unakuja kukutana na kwamba lazima ujenge wala uwe na eneo ambalo ni sick base, sehemu ambayo kama kuna kuku wako wagonjwa ambao unaona kabisa wanaweza wakasababisha mlipuko, ukawa unawatenga. Kwa mfano, umeona ndugu yangu hapa ana hawa kuku ambao amewatenga, amewaleta huku kwenye hili banda jingine. Hiyo itawafanya wale kuku kwanza waweze kula vizuri kuliko kula kwenye mashindano competition. Huku ukiwaweka huku kuku hao ambao ni wazima na wagonjwa, wale wagonjwa watapata shida sana kula, lakini pia kuna magonjwa ambayo yanaenea kama vile kideri kwa mfano. Kuku wengine wanaweza wakapata na kikaenea mpaka banda zima. Hilo jambo ni la muhimu sana pia unapokuwa unakuwa unajenga banda, ili kufanya kuku wako wasije wakapata shida ya magonjwa. Lakini pia tukija eneo jingine, muhimu sana kuandaa mazingira mazuri kwa ajili ya kuwalelea vifaranga. Kwa mfano, umeona kwenye hili banda kuna hawa vifaranga, unaona banda ni kavu kabisa, lakini pia vyakula hivi vimening'inizwa juu kwa level ambayo vifaranga wataweza kunywa maji, hawawezi wakamwaga maji, kwa hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Mwisho kabisa ni usalama wa kuku wako. Umeona kwa mfano hapa ndugu yetu ameweka huu waya, lakini ameweka hii chicken mesh. Hizi nyaya mbili zinakuwa zinasaidia sana, kwa sababu muda mwingine mpaka wanaweza wakaingia, au ndege wa kawaida wakaingia wakaleta magonjwa. Kwa mfano, ndugu zangu mnaofuga njiwa wanaweza wakaingia kwenye hili banda wakakuletea shida. Kwa hiyo ukiweka hizi nyaya mbili zitakusaidia sana, lakini pia na kuziba matundu yote. Hakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kaingia, nyoka, panya pia wana tabia ya kuingia, wanapenda sana chakula cha kuku. Kwa hiyo kama wataingia bandani wataleta shida kwa kuku wako, watapata magonjwa.